Marefa ninawaita mara tatu. Siku ya jana tumeweza kushuhudia kiwango kibovu cha marefa kuwahi kuonekana. Sio marefa wa pembeni vibendera, sio refa wa katikati. Wote waliweza kuonesha performance ya hovyo. Kwa sababu kama refa angefuata sheria 17 za mpira, basi ile mechi sidhani kama ingemalizika. Kwa sababu nina uhakika Pamba Jiji wangepata kadi nyekundu zaidi ya 5 kutokana na mchezo ambao walikuwa wanaucheza. Lakini hata ukija kwa vibendera, hususan kwa huyu kibendera ambaye anajiita Komba, na wao walikuwa wanapuliza offside ambazo sio offside. Tuliweza kuona mara nyingi Elia Mpanzo Kibisawala, yeye na kipa sio offside, lakini refa anapuliza filimbi na kusema hiyo ni offside. Na hii imekuwa ni kawaida. Hii imekuwa ni utamaduni kwa marefa wa hapa Tanzania. Na mara baada ya mechi kuweza kuisha, wanakuambia haya ni makosa ya kibinadamu. Ukiangalia kwa huu mwenendo, unaweza kusema Simba kuna uwezekano wakawa wanahujumiwa. Kwa sababu ni mechi za Simba peke yake ndivyo tumekuwa tukishuhudia vitu kama hivi. Kwa mfano tuliweza kuona kule kwenye uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar, klabu ya Simba iliweza kunyimwa goli la wazi kutoka kwa Suleiman Mwalimu ambaye aliweza kuwafunga Young African. Hii inamaanisha kama ile goli lingeweza kukubaliwa, basi ile mechi Simba angeweza kushinda na hivi sasa basi angekuwa anaongoza ligi. Lakini kwa makosa ya kipumbavu, kwa makosa ya marefa, Simba yuko nafasi ya pili, yuko nyuma kwa pointi 1. Marefa amekuwa akionyesha performance ya hovyo. Na jana nikana kwamba Pamba waliingia mchezoni wakiwa wana nia tofauti, nia ovu tofauti na pointi 3 kwa zile rafu ambazo walikuwa wanazicheza. Mimi nipende kuwakumbusha na kuwaomba wenye mamlaka kushughulikia vitu kama hivi, kwa sababu tukiviacha soka letu halitasonga mbele, litazidi kurudi nyuma. Na ndio maana tunaona waamuzi wetu wamekuwa wakishindwa kuamini